Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Jioni ya siku ya leo ninakusalimu katika jina la Kristo Yesu mahali popote ulipo katika nchi yetu ya Kenya, na kuwa ukaweze katika jina la Kristo Yesu na kwa watu wengi kwa baraka kwako. Nitakuletea ushindi katika maisha yako. Utasema ya kwamba na kweli nimeona Bwana katika maisha yangu. Nimeona Bwana katika moyo wangu katika jina la Yesu, na Bwana atakutenda mema in Jesus mighty name. Tuamini na tuweze kuomba siku ya leo, ndio tuingie katika neno la Bwana. Baba, katika jina la Yesu, umenipa jioni ya siku ya leo nikaweze kunena neno lako kwa watu wako. Ninaamini ya kwamba utatubariki pamoja, kwa maana neno lako li hai na ni la haki na kweli, na litatenda kazi yake katika maisha ya watu wako. Bwana, naomba ukanitumie niwe baraka kwa watu wako katika neno lako Mfalme. Kwa jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Sema amen. Unaweza niandikia hapo amen, na nitakuwa nimebarikiwa. Na ni vizuri uniandikia hapo unanitazama ukiwa pande gani, na nitafurahia na nitasikia kwamba nimebarikiwa katika jina la Kristo Yesu. Siku ya leo nina ujumbe ambaye nitanena zile dakika Bwana ataniwezesha, kwa maana ni Mungu anatuwezesha. Hatujui lolote, lakini Bwana ndiye anayetusaidia. Bwana apewe sifa. Huwa tunasaidiwa na Bwana kwa kila jambo. Hatujui lolote, anatusaidia katika kila jambo. Kwa hivyo ujumbe ambaye nitanena kwako siku ya leo na kwangu inasema ya kwamba hatari ya kunena uongo. Bwana apewe sifa. Hatari ya kunena uongo. Bwana atukuzwe. Unajua ya kwamba hii roho ya uongo imekuwa ni kawaida kwa wanadamu. Bwana apewe sifa. Lakini ningependa ukaweze kujua na kuelewa ya kwamba kunena uongo si jambo dogo mbele za Mungu. Linaweza kuwa ni dogo kwa wanadamu, kwa sababu wanadamu wamezoea kunena uongo. Kupata watu wananena uko. Bwana pesa. But so many people wananena uongo. Bwana wetu ni sana. Ukiangalia kama hizi simu Bwana ametubariki nazo na tunazitumia na ni nzuri sana, lakini zimetumika na watu kunena uongo. Bwana wetu pewe sifa. Watu wanadanganyana na simu. Mtu anakupigia simu anakuuliza uko wapi, na uko kwa gari, na unasema uko Nyeri, na unasema uko Naivasha, na saa hiyo uko kwa gari pale Kawangware ama Kikuyu. Bwana pesa. Lakini unadanganya, kwa maana kunena uongo ni jambo dogo sana kwa wanadamu, lakini mbele za Mungu si jambo dogo. Bwana wetu ni sana. Na ni vizuri tuelewe ya kwamba hii uongo ilitoka wapi, ilitokana na nani. Haleluya. Kwa maana mambo ni mawili, aidha unanena uongo ama unanena ukweli. Bwana wetu pewe sifa. Na tutaangalia katika maandiko tuone nani alikuja na uongo, ndio wakati unanena uongo ujue ni nani mwenye uongo. Bwana pewe sifa. Katika kitabu cha Genesis mahali pale tunaona uongo wa kwanza pale katika shamba la Edeni. Bwana pewe sifa. Mwanzo ama Genesis
chapter 3 from verse 1 inaongea kwamba basi nyoka alikuwa mwerefu kuliko wanyama wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Kwa nini Mungu aongee habari ya nyoka? Kuwa nyoka akasema ya kwamba nyoka alikuwa mwerefu. Bwana wetu ndiye sana. Na hii nyoka akasema ya kwamba ya kwamba pale katika shamba la Edeni Mungu aliumba kila kitu, akarembesha ile shamba na likawa na matunda na mambo makubwa na urembo mkubwa sana. Akaumba mwanadamu akamweka katika lile shamba. Kazi ya mwanadamu ilikuwa ni kuangalia hiyo shamba. Bwana pesa aliweka watu wawili, Adam na Eve, na kulikuwa na wanyama katika ile shamba, na ilikuwa nzuri na imerembeshwa, ilikuwa na matunda, ilikuwa na vitu vyote, na Mungu aliweka mwanadamu pale aweze kuangalia ile shamba lake, aweze kukula matunda ile waliagizwa wakule. Lakini nyoka alikuwa mwerefu. Bwana pesa akamwambia mwanamke, alitembelea mwanamke. Bwana pesa, na sijui kwa nini alichagua kutembelea mwanamke, kwa sababu wanawake wanakuanga wadhaifu. Alijua ya kwamba akienda kwa Adam moyo wake ni mzito na ni mgumu. Bwana wetu ni sana. Lakini akaona ya kwamba washa niongee na mwanamke. Bwana wetu pewe sifa. Alienda pale akamwambia, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Si unaona ya kwamba alijua vile Mungu alisema, kwa maana Adam na Eve waliambiwa na Mungu mkule matunda yote katika shamba hili, lakini tunda la mti ile iko katikati musiguse na musikule, kwa maana mkikula mutakufa. Bwana pesa. Hiyo maneno yote Mungu alinena, shetani alisikia, na ndio alienda kwa Eve akamwambia ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, musile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema tusiale wala tusiyaguse, tusije tukafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Si unaona, amekuja na uongo. Anajua vile Mungu alisema, lakini ametumia uongo kudanganya mwanamke. Bwana pesa. Na wanawake wanastahili kujiangalia, kwa maana huwa wanadanganyika rahisi. Bwana pesa. Mwanamke anadanganyika rahisi sana. Ukiangalia hata ndoa nyingi zimeanzishwa na kudanganywa na mtu kunena uongo. Bwana wetu ni sana kwa maneno na kwa mambo ya dunia. Bwana atukuzwe. So nyoka akadanganya mwanamke ambaye ni Eve, na ukweli ni kwamba alijua Mungu alisema vile wasikule, lakini akaja akadanganya, akamwambia hapana, hamwezi kufa. Wewe wacha nikushuhudie tuda hapa, nikupatie. Na Eve alikubali. Bwana pesa. Hii ni roho ambaye tunastahili sana kujiepusha naye. Hii roho ya kunena uongo ni baya, inaelekeza mtu kwa kaburi na inakuletea shida katika maisha yako na katika mwili wako. Bwana wetu pewe sifa. So hii nyoka, na ukisoma katika kitabu cha Revelation 12 verse 9
inasema ya kwamba yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani. This is the New Testament. Inaongea habari ya nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani au daganyaye. Unaonyesha ya kwamba uongo umetokana na Shetani. Bwana wetu ndiye sana. Inatokana na Shetani. Yeye ni muongo. Kazi yake ni kudanganya ulimwengu. Na ndio unaona watu wamedanganyika. Wameikiwa na hiyo roho. Wananena uongo. Badala ya mtu kunena ukweli, ananena uongo. Bwana wetu ndiye sana. Nayo ile uongo ukishanena, kuna mahali itakuelekeza. Na ndio maisha ya watu wengi imekuwa baya namna hii kwa sababu ya kunena uongo. Bwana atukuzwe. Uongo ina hatari yake. Uongo ina madhara yake. Bwana wetu pewe sifa. Kwa sababu tunaona ya kwamba ile nyoka ilikuwa ni Shetani na ni Ibilisi. Kazi yake dunia hii ni kudanganya ulimwengu. Na watu wengi wamekubaliana na Shetani kunena uongo katika ulimwengu huu. Bwana apewe sifa. Unadanganya mke wako, unadanganya bosi yako, na hauoni kana kwamba kuna shida. Bwana apewe sifa. Hata watu wengi kupata kazi, badala ya kuenda na njia iliyo sawa, wanapitia njia ya kunena uongo. Bwana apewe sifa. Ndio unaona unasumbuka, kwa maana ulianza kazi ama ukaweka msingi ya kunena uongo. Bwana wetu ndiye sana. Lakini uzuri ni kwamba Kristo alikuja ili ukijua ya kwamba ndani yako wewe unanena uongo, unakimbia kwake, unamwambia nisamehe, nisaidie kuanzia leo, sitanena uongo tena katika jina la Yesu. Bwana wetu pewe sifa. Tunasome ya kwamba tuone ya kwamba uongo, jambo la kwanza, uongo ni shukizo mbele za Mungu. Kama kuna kitu Mungu anashukia ni uongo. Yeyote ananena uongo, that evil spirit of lie, Mungu anaishukia sana. Bwana atukuzwe. Anaishukia sana. Maandiko inasema in Proverbs 12, Mithali 12 and verse, that is Proverbs 12 verse 22. Inasema hivi, midomo ya uongo ni shukizo kwa Bwana. So wewe ambaye mdomo wako ama ulimi wako umejaa uongo, wewe ni shukizo mbele za Mungu. Bwana wetu ndiye sana. Hawezi tumia ule mdomo ama ulimi kunena uongo, at the same time unaitumia kuomba na kuitisha Mungu baraka. Haiwezekani. Ni wakati wetu wapendwa, tumwambie Bwana abadilishe midomo yetu na ulimi ubadilishwe na Bwana. Bwana wetu pewe sifa. Bali watendao uaminifu ndiyo furaha yake. Yeyote anatenda uaminifu, yeyote ambaye ni mwaminifu, anayeongea ukweli na mdomo wake na ulimi wake, Biblia inasema wewe ni furaha ya Mwenyezi Mungu. Lakini midomo ya uongo ni shukizo kwa Bwana. That way tunaona kuna shida nyingi sana katika dunia hii, katika familia, katika maisha ya watu. Why? Because watu wamejaa uongo katika vinywa vyao, nasi tumekuwa shukizo mbele zake Bwana. Bwana wetu apewe sifa. Ukiendelea katika the same Proverbs 6 inasema hivi, Proverbs 6
verse 16, maandiko inasema ya kwamba kuna vitu 6 anavyovishukia Bwana, na viko 7 vilivyoshukizwa kwake. So ni kusema ya kwamba sio mambo yote inapendeza Mungu katika dunia hii. Kuna mambo ingine ni shukizo, na jambo moja kati ya hiyo 7 ni kitu kinaitwa macho ya kiburi na ulimi wa uongo. Kwa hivyo kama ulimi wako unanena uongo kila wakati na kila saa, elewa ya kwamba hiyo ni shukizo mbele za Bwana. Mungu anashukia ulimi unaonena uongo. Hata ukienda kushuhudia, wewe uitwe pale kwa mbele ya judge ili ukawitness ama utoe ushuhuda, alafu unatoa ushuhuda wa uongo, Bwana wetu pewe sifa. Hiyo ulimi ni shukizo sana mbele za Mungu, na utakuwa na shida, na uongo ina hatari yake na madhara yake. Bwana wetu pewe sifa. Ni vizuri mpendwa, uombe Mungu akusaidie, abadilishe ulimi uweze kunena ukweli. Maandiko inasema watu ambao Mungu anaowatafuta ni wale wanatenda kulingana na mapenzi yake. Bwana apesi, anawatafuta watu wanayemwabudu kwa roho na kwa kweli. Bwana apesi. Na tunaona ya kwamba katika maandiko, katika Yohana inasema ya kwamba Yesu ndiye njia na ndiye ukweli. So kama wewe ulimi wako inanena ukweli, baba ya ukweli ni Yesu, baba ya uongo ni Shetani. So kama wewe unanena uongo, your father ni Shetani. Kama unanena ukweli, Yesu ndiye ukweli. Bwana wetu pewe sifa. Ni wakati tubadilike, watu wa Mungu. Kama tunataka kufika mbinguni, kama tunataka kubarikiwa, kama tunataka kukaa vizuri na tupate vitu vyote vizuri katika dunia hii, washeni tubadilishe ulimi wetu. Bwana wetu pewe sifa. Washa tubadilishe ulimi. Washa kutumia ulimi wako kunena uongo, ndio upate mambo katika dunia hii. Bwana wetu pewe sifa. Mbona utumie ulimi unene uongo, upate mke ama mume, upate shamba ama biashara, then after that uanze kulia? Iko haja gani? Bwana wetu pewe sifa. Ni vizuri tunene ukweli. Bwana wetu ainuliwe sana. Biblia inasema hivi, shahidi wa uongo asemaye uongo. Tunasikia Mungu anashuhudia hata shahidi anayenena uongo, asemaye uongo, shahidi huyo Mungu anamshuhudia. Bwana apesi. Kwa hivyo nikiendelea, unajua ya kwamba kama wewe unapendezwa na Mungu, ama Mungu anakupenda ama anakushukia. Bwana atukuzwe. Mimi huwa ninasema ya kwamba wakati wote tunaenda mbele za Mungu, tunaomba, tunafunga, tunaomba, tunaenda kanisani, ndio Mungu ajibu hiyo maombi. Huwa anaiangalia sana the motive ya hiyo maombi. Maombi hiyo imekaa namna gani? Bwana wetu pewe sifa. Mungu huwa anaangalia sana katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Tunaona ya kwamba uongo inaleta hukumu. Uongo inaleta hukumu. Uongo inaleta kifo. Physically, even spiritually. Bwana atukuzwe. Kitabu cha Mitume 5 mstari wake ni wa kwanza. Inasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania, Bwana apesi, pamoja na Safira mkewe waliuza mali. Hao watu waliuza mali.
na walikuwa wamekubaliana na mitume ya kwamba tunauza vitu vyetu vyote, tunazileta pamoja. Bwana Yesu, tunakula pamoja, kila mtu anabarikiwa, anaangaliwa kulingana na hitaji lake. So hawa wakauza. Bwana wetu pewe sifa. Na basi ikasema ya kwamba akazuia kwa siri sehemu ya dhamani yake. Bwana atukuzwe. Wacha nikuambie jambo moja. Wakati uko na shamba, wakati uko na pesa, wakati uko na kitu chochote katika maisha yako, you have the power to control anything you have in your life. Bwana wetu ni sana. Hakuna mtu anastahili kutawala ama kukutawala. Atawale mali yako, atawale nini. Bwana pesa. Maandiko inasema hawa watu walizuia dhamani. So aliingizwa kwa jambo. Anania aliuza, akazuia vitu zingine, akaweka kando. Vasili akasema, Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Tunaona mtumishi wa Mungu Petro alijua ya kwamba wakati Anania alifika mbele yake, akamwambia, kwa nini shetani amekuingia ukanena uongo? Bwana atukuzwe. Na kuzuia kwa siri sehemu ya dhamani kwa mali yako. Bwana wetu mzani, badala ya kunena uongo. Haleluya. Badala ya kunena uongo, nena ukweli, na ukweli utakuweka huru. Safira wakenena ukweli ikewaweka huru. Lakini Petro akamwambia ya kwamba, kwa nini umejawa na shetani ukanena uongo, ukadanganya Roho Mtakatifu wa Mungu? Wakati wamedanganya Roho wa Bwana. Bwana atukuzwe. Mungu anajua kila kitu uko nacho. Anajua everything in your life. Na ndio huwa anasema ya kwamba mupatie kidogo na itarudishwa kwako. Alafu wewe unadanganya. Sio mwanadamu unadanganya. Na hivyo ndivyo Petro alimwambia. Akamwambia kilipokuwa kimekwisha kuuzwa, dhamani yake haikuwa katika uwezo wako. Imekuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali uliambia Mungu. Bwana pesa. Si unaona hata watu wanadanganya Mungu. Na ni yeye aliwaumba. Bwana pesa. Mungu amekubariki, lakini hautaki kumwambia ukweli. Hautaki kufanya ukweli. Wewe unataka tu uongo. Bwana wetu pewe sifa. Ni wakati wetu wa kubadilika. Tunaona ya kwamba uongo, hawa Anania na Safira walihukumiwa kifo. Walikufa. They died physically. So hata wewe na mimi nikidanganya Mungu, nidanganya Roho wa Bwana, ninene uongo, I can die spiritually. You can die spiritually. That way unaona mtu alikuwa juu. Bwana apesi. Muimbaji amekuwa juu. Mtumishi amekuwa juu. Mtu amekuwa na biashara amekuwa juu. All of a sudden unaona ya kwamba imeanza kuenda chini, kuenda chini. Mtu akiangaliwa vizuri unaweza pata kuna uongo imeingizwa hapo. Bwana atukuzwe. Mungu ndiye anainua, Mungu ndiye anabariki. Lakini ukiona vitu zimeanza kurudi chini, kuna mahali umeingiza uongo. Bwana wetu pewe sifa. So hawa watu walikufa. Anania kafa, kashukuliwa na vijana. Mke wake Safira akaja, kaulizwa the same question, akadanganya pia na yeye, akafa, akashukuliwa na vijana. Bwana wetu pewe sifa. Nini kimefanya wakufe? Ni kunena uongo. Na ndio nakwambia kwamba uongo ina hatari yake, ina madhara yake. Bwana pewe sifa. Wakolosai
Wakolosai 3 mstari wa 9 inasema msiambiane uongo. Biblia inatukanya siku ya leo, usiambie mwenzako uongo. Speak the truth and the truth will set you free. Hapana nena uongo upate kitu, itakuletea shida baadaye. Hapo unaweza ona ya kwamba umefanya vizuri, lakini hapo mbele utaanza kulia. Ndio maandiko inasema msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale. Angalia hata Wakristo wanadanganya, wananena uongo. Bwana wetu msana, wananena uongo. Ni kusema ya kwamba utu ule wa kale tuliovuliwa bado haijatoka kabisa, kwa maana uongo ni ya utu wa kale. Na Biblia inasema ya kwamba pamoja na matendo yake mkifaa utu upya unaofanywa upya, ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeupa. Bwana wetu pewe sifa. Kwa hivyo siku ya leo mpendwa, kama ulikuwa umeambia mwenzako uongo, utubu mbele za Bwana, kwa maana hiyo uongo itakuletea shida katika maisha yako, itakuletea madhara kubwa katika maisha yako. Yesu anasema msiambiane uongo. Angalia jioni ya siku ya leo, wakati umeambia uongo? Nani amenena uongo siku ya leo? Hiyo uongo umenena itakula maisha yako, itakula vitu vyako, na utakuwa na shida. Bwana apewe sifa. Msiambiane uongo, kwa maana uongo baba yake ni Shetani. Yeye ndiye mwanzilishi wa uongo, alidanganya pale shamba la Edeni. Na sasa kazi yake, tumesoma Revelation, kazi yake ni kudanganya ulimwengu. Imagine, amedanganya ulimwengu, amedanganya watu ati hii dunia wanaishi. Hata nikikwambia kuna mahali pengine tunaenda, hawezi kubali, kwa sababu Shetani anadanganya ulimwengu, anadanganya watu wamefika. Lakini there is another internal life, na Shetani anajua kuna mahali pengine, lakini watu wamenenewa uongo, wametolewa kanisani, wametolewa katika wokovu. Wengine wamenenewa uongo, wametolewa kwa ndoa zao, wamebadilisha biashara kwa sababu ya mtu kuwa na ulimi wa uongo. Ananena uongo, saa hii unalia, saa hii unahangaika, saa hii unateseka. Bwana apewe na kuombea jioni ya siku ya leo ya kwamba Bwana abadilishe hiyo ulimi, abadilishe hiyo mdomo, uanze kunena ukweli, na huo ukweli utakuweka huko. Utaanza kuona mambo ikibadilika katika maisha yako. Bwana apewe. Hata ukiingia kanisani, kwa maana umevua utu wa kale na matendo yake, nena uongo, kwa maana hata kanisani watu wamejivisha. Hata ukiuliza mtu kwa nini hivi na hivi, ananena uongo tu, na unajua. Bwana pesa, watu wamedanganya watumishi wa Mungu. Bwana pesa. Lakini mpendwa, mbona unene uongo? Itakusaidia na nini? Na ni shida tu itakuletea katika maisha yako. Bwana wetu pewe sifa. Naomba Mungu atubadilishe, kwa sababu natamani kufika mbinguni. Tunatamani kubarikiwa katika dunia hii, lakini hatuwezi barikiwa kama tutaendelea kunena uongo, na Mungu anashukia uongo. Bwana pesa. Ulikuwa wapi? Wewe unasema ulikuwa kazini. Rais, nashukuru kwa neno lako. Naomba utusaidie Bwana, kwa maana uliumba ulimi na ukatupatia midomo tunene ukweli. Bwana uliye mtakatifu,
unatujua vyema na hatuwezi kujifisha, kwa maana umejaa kila mahali. Naombea kila mmoja, ulimi wake umejaa uongo. Badilisha hiyo ulimi, badilisha hiyo mdomo. Bwana, watu wako wanataka kubarikiwa. Watu wengi wanalia siku ya leo kwa sababu ya kunena uongo. But oh God, my Father, I pray that you may change our tongues in the mighty name of Jesus. Na maandiko inasema tusiambiane uongo. Hivyo ndivyo Kristo unavyotuambia siku ya leo. Katika tunashukia shahidi ya mtakatifu. Kama kuna uongo ulitumika, ndoa ikaanzishwa, leo wanalia, naomba uwabadilishe katika jina la Yesu. Naomba ubadilishe ulimi wa mtu siku ya leo. Bwana, utusaidie tukanene ukweli, kwa maana tumevaa Kristo ndani yetu na tunatamani kufika mbinguni katika jina la Yesu. Tunatamani kubarikiwa katika dunia hii, lakini hatuwezi kupokea vitu kwa kunena uongo, kwa kutumia uongo. Lakini tukitumia ukweli, tutapata vitu na baraka zitatudumisha katika hii maisha, katika jina la Yesu. Asante Mungu wa rehema, kwa maana utatusaidia. Katika jina la Kristo Yesu nimeomba na kuamini. Mungu akubariki, akutende mema na azidi na kukuinua. Kuna namba nimekuwekea hapo ili ukaweze kusupport hii huduma tunapoifanya hapa CFF Church Kekabura, na Bwana atakubariki. Unajua ya kwamba umebarikiwa na Mungu. Amekubariki na pesa, amekubariki na vitu, lakini mwingine hataki kutoa hata fungu la 10. Hata ulimi umejaa uongo. Wacha nikwambie, haudaganyi mwanadamu, unadanganya Roho wa Mungu. Na kwa hivyo unaweza peana offering yako ama fungu la 10 ama support ya kutusaidia katika kuleta neno la Bwana katika jina la Yesu. Na Mungu atakubariki na atakutenda mema. May God bless you. Na Bwana watende mambo makubwa. In Jesus' name. Amen.